Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa ZVP Online TV. Karibu, ikiwa ni mara ya pili tunakutana tena katika kipindi hiki cha maboresho ya ndoa na utatuzi wa changamoto za ndoa. Mengi mazuri utapata kujifunza katika kipindi hiki ili kuweza kuboresha ndoa yako na kupata utatuzi wa changamoto ambazo zinatokea kwenye ndoa yako. Mafunzo yote haya utayapata ZVP Online TV, na kitu unachotakiwa kukifanya ni subscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare, ukawa mtu wa kwanza kupata elimu hii pale tunapokuwa tumeiweka. Naitwa Farida Saif, lakini siko peke yangu, niko naye mwalimu, naweza kusema mwalimu ambaye anatufundisha jinsi ya kuweza kuboresha ndoa zetu pamoja na kuondoa changamoto na kutatua pia changamoto ambazo zipo katika ndoa yetu. Tukirudi hapa utamjua ni nani ambaye niko naye siku hii hapa ya leo na kitu gani ambacho tunakizungumzia haswa katika kuboresha ndoa pamoja na kutatua changamoto za kwenye ndoa. Watu wengi tunafahamu kwamba ndoa ni sehemu mojawapo ya kupata furaha, na watu wengi huwa wanaingia kwenye ndoa kutokana na kutuliza nafsi zao, wanatafuta sehemu ya kutuliza nafsi zao. Basi leo tutaenda kufahamu vitu gani ama mambo gani mwanandoa akiyafanya, nazungumzia mke au mume akiyafanya, anaweza kuendelea kuboresha ndoa yake na pia kuweza kuongeza furaha kwenye ndoa. Niko naye Alhaji Dr. Sule kwa ajili ya kuweza kutupa elimu hii ya maboresho ya ndoa na utatuzi wa changamoto za ndoa. Lakini pia ni kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare, ukawa mtu wa kwanza kupata elimu hii pale tunapokuwa tumeiweka. Shekhe, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Alhamdulillah. Shekhe, kipindi kilichopita tuliweza kuzungumza vitu vingi kuhusiana na ndoa, ikiwemo vitu gani ambavyo mume anavipenda na vitu gani ambavyo mke pia anavipenda. Lakini pia ukaweza kuwafahamisha wanawake kuhusiana na swala zima wao wako tofauti na waume zao. Kwa hiyo vitu ambavyo wenyewe wanapenda kufanyiwa sivyo ambavyo mume anapenda kufanyiwa. Na pia na imani watu wengi waliweza kuvichukua na kuvifanyia kazi. Leo tunaenda kuangalia kitu gani ambacho mke au mume akikifanya kinaweza kuboresha ndoa yake pamoja na kuweza kuongeza furaha katika ndoa. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za khairi kumwendea kiongozi wa umma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kama tulivyotangulia kuzungumza mwanzoni mwa mada yetu kwamba lengo la mada hii ni kujaribu kuzikumbusha familia ambazo tayari zimo ndani ya ndoa, lakini pia kuwapa mwelekeo wale ambao bado hawajaingia katika ndoa waweze kufahamu kwamba ni nini wakifanya wataboresha ndoa na kipi wakifanya watatatua changamoto zinazotokana na ndoa. Na ndoa ni safari ambayo ni safari ya maridhiano baina ya watu wa jinsia mbili ambayo imefanywa katika utaratibu wa kisheria. Sasa leo ningependa nieleze baadhi ya vitu ambavyo mume akivifanya kwa mwanamke vitajenga mapenzi kwa mkewe. Na mke akivifanya kwa mume vitajenga mapenzi kwa mumewe. Makundi yote mawili haya yanatakiwa yajue nini ukikifanya kinamfanya mwenzako anaendelea kuwa na furaha katika ndoa. Kwa sababu ndoa ni mkataba au fungamano la kimkataba lililo katika sheria ambalo linamzuia mmoja kutafuta furaha nje ya lile fungamano, na linafanya kila mmoja kuwa committed kwa mwenzake kuhakikisha kwamba furaha ya mwenzake inadumishwa na yeye. Sasa vipo vitu ambavyo mwanamke anatakiwa kuvijua na viko vitu mwanamume anatakiwa kuvijua. Katika mada iliyopita nilizungumza sana wanawake. Mada hii nataka niguse sana vipande vya wanamume. Nitagusa na vya wanawake, lakini nataka niguse zaidi nini ambacho anapaswa kufanya mwanamume ili kuhakikisha kwamba anaiboresha ndoa yake. Ukitoa yale mambo makubwa mawili ya msingi niliyoeleza katika kipindi kilichopita, ambapo mwanamke anapenda kupendwa na kumjali,
viko vionjo vingine ambavyo mwanamke anavipenda, ambavyo navyo vinaingia katika main topic hizo mbili, ya kupendwa na kujali. Cha kwanza kabisa, mwanamke anapenda kupewa zawadi. Yani hicho ndo kitu kikubwa. Yani baada ya kumuonyesha mapenzi, matunda ya mapenzi yako mwanamke atayashuhudia namna unavyompa zawadi. Wanamume wengi wamekuwa wanatoa zawadi kwa mahawala. Wanamume wengi wamekuwa wakipeleka zawadi kwa michepuko. Hawatoi zawadi kwa wake zao. Mwanamke kama kuna kitu anakipenda kutoka kwa mwanamume, cha kwanza anapenda zawadi. Na si lazima iwe zawadi kubwa. Mwanamke anaweza kufurahia hata kama utambebea pipi, hata kama utambebea biskuti. Na kitendo cha kutoa zawadi kinaonyesha ni kwa kiasi gani una mapenzi ya dhati kwa yule mtu. Kwa hiyo unamfanya yule anayepewa zawadi aone umemwaza na kumfikiria kwamba na shilingi 10,000 narudi nayo, 8,000 tutakula kesho, lakini 2,000 acha nimnunulie zawadi mke wangu. Tendo hili linamfanya mwanamke apate furaha ndani ya moyo. Lakini wanamume wengi hawatoi zawadi kwa wake zao. Na wengi wana fikra potofu. Wana ule usemi kwamba samaki akishavuliwa akikaa kwenye mtumbwi hana haja ya kupewa chambo. Chambo anapewa samaki yuko kwenye maji ili umnase umpate. Kwa hiyo wanamume wengi hawaoni thamani ya kumpa zawadi mke, kwa sababu anahisi kesha mmiliki katika himaya yake. Atakwenda wapi? Atauliza nini? Kwa hiyo inawapelekea kiburi. Lakini kuto kumpa zawadi mkeo kunapunguza mapenzi yake. So mwanamke anapenda zawadi. Lakini kitu cha pili ambacho mwanamke anakipenda, ambacho kinaweza kuboresha ndoa yako, ni kumuita jina zuri. Yani usimuite mkeo mama fulani. Usimuite mkeo kwa jina lake. Tafuta jina linalomvutia unapomuita. Mfanye kuwa the special one. Yani mfanye namna anavyoitwa na wewe ahisi eneo alilopo jina ni la kwake tu. Na akisikia sauti yako na jina unalomuita, asipate kigugumizi kuitika. Mama Abdalla wako wengi. Mama Jackie wako wengi. Mama Fatma wako wengi. Mama Leonard wako wengi. Unaonaje utafute jina linalomvutia? Hebu mtafutie jina zuri. Yani mwanamke anapata furaha na faraja anapoitwa kwa jina zuri. Na ukimuita kwa jina zuri, mwanamke anajihisi katimia, kwamba ametosheleza kwa nafasi yake. Wanamume wengi wanawaita majina wazuri wa hawala zao. Michepuko yao. Hakika. Yani mtu anaweza kufika mahala akaandika kwenye simu jina zuri kama hana mke, kwa lengo la kumuonesha yule mpenzi wake kwamba amempa nafasi ya juu. Lakini kimsingi mwanamke anahitaji kuitwa kwa majina mazuri. Lakini kitu kingine ambacho mwanamke kinaweza kumpa furaha na kumboreshea mapenzi, mwanamke anapenda kusifiwa. Yani usisubiri sokoni wakamsifu, sifu chako. Jenga tabia ya kusifu mkeo. Yani fike mahali, tafuta sifa ambazo unaamini ukizitaja kwake anahisi mapenzi ya dhati unayo. Lakini mwanamke unapomsifia kwa sifa kadhaa, mwanamke anahisi kabisa, hivi ndivyo nilivyomkwamisha mume wangu katika maisha yetu. Yani hiki ninachokiona hapa, au hivi anavyovitaja mume wangu, ndio vitu ambavyo mimi nimemkwamisha kwavyo. Kwa hiyo kama ana macho mazuri, muda mwingi tumia kuyataja macho yake. Sasa mke wangu una macho mazuri kuliko mwanamke yote hapa mtaani. Kama unahisi ana mashavu yana dimpo,
zisifu sana dimpo zake. Kama unahisi ana lipsi zinakuvutia, zitaje sana lipsi zake. Kama unahisi ana figa inayovutia, itaje sana figa yake. Kama unahisi ana sura inayovutia, mtaje sana kwa sura yake. Kama unahisi ana sauti inayokuvutia, itumie sana nafasi ya kutaja sauti yake. Na sio tu itaje na kuisifu, onesha kuwa unaumia. Yani hakuna jambo unapenda ila hilo. Ukilitaja mara kwa mara, kwamba mke wangu macho yako tu mimi, mke wangu, yani nikiona macho yako mimi nakwisha kabisa. Yani mwanamke ana feel comfortable kwamba kumbe na jicho zuri Yani kuna muda hata kama hana sababu za kwenda kwenye kioo, atalazimika kujiangalia afaseme kumbe hili ndio jicho linamuumiza Dr. Sule. Sasa hebu fika mahala, tafuta unachomsifu mkeo. Kama ana mguu, msifu kwa mguu wake. Kama anatembea vizuri, msifu kwa utembeaji wake. Lakini usichoke kumsifu muda wote. Yani tumia muda mwingi kumsifu. Na hakuna mwanamke ambaye hana kitu kizuri kwenye mwili. Yani anaweza kukosa 10, anaweza kukosa 9 katika 10, lakini ana kimoja. Hebu kitumie hicho ndo cha kumsifu mara kwa mara. Na unapomsifu mwanamke, anaona kabisa kwamba mume wangu kuna kitu ameridhika kwangu. Mume wangu ana kitu cha ziada kiko ndani yake juu yangu. Unaendelea kuboresha mapenzi. Lakini sio kwenye mwili tu. Msifu mkeo anapokuwa kavaa. Yani iwe kavaa mavazi yuko nyumbani, ama kavaa mnatoka kwenda mahali fulani. Mkeo akimaliza kuvaa, kabla hamjatoka, kaa chini kwenye kiti. Mweke chini. Mwambie mke wangu umependeza mpaka nahisi wivu leo. Sijui tusitoke. Yani nahisi uko njiani utatongozwa tu wewe. Yani mtengenezee maneno ambayo mpaka afike mahala kama anataka kwenda, anaanza kupata hofu kwamba sijui mume wangu nitamweka kwenye hali gani. Mwanamke anapenda kusifiwa. Msifu kwa mavazi yake. Sio mavazi tu. Mwanamke msifu kwa maneno. Yani lugha zake kwako. Yani fika mahala, kaa naye angalau kwa wiki mara moja. Tafuta neno ambalo mkeo huwa analisema mara kwa mara kwako, na kumuonyesha mkeo kwamba kuna neno unalipenda kulisikia kutoka mdomoni kwake. Mwanamke anapenda kusifiwa. Sio sifa kwa kusema tu. Msifu mkeo anapokupikia. Yani ufike mahali mwanamume utofautishe chakula alichopika mkeo na chakula alichopika mfanyakazi. Kisifu chakula cha mkeo hata kama sio kizuri kwa kiwango hicho. Yani muonyeshe mkeo umeridhishwa na upikaji wake, umefurahishwa na upikaji wake, ila unatamani aongeze ikiwa ana shida ya kutokupika vizuri. Wanamume wengi hawajui tofauti ya chakula cha mkewe na chakula cha mfanyakazi. Chakula cha mkewe na chakula cha mtu mwingine. Wewe unakuwa mwanamume usiyejua thamani ya mkeo. Yani mkeo anatakiwa akipika ukikiweka tu, yani mpaka akuone unabubu. Yani leo ukikishika hiki chakula mashallah umepika mke wangu. Maana kwa namna ninavyokiona hiki chakula umepika mwenyewe hiki. Mwanamke anapenda sana kusifiwa wakati wa kupikiwa, wakati wa kupakuliwa chakula kikiwa kimepikwa na yeye. Lakini msifu mkeo wakati wa tendo la ndoa na baada ya tendo la ndoa. Jambo ambalo watu wengi wamesahau. Yani inatakiwa mume afike mahali wakati wa tendo la ndoa amsifu mke wake kwa jitihada anazofanya za kumridhisha katika tendo la ndoa. Lakini pia baada ya tendo la ndoa mume anapaswa kushukuru na kusifu jitihada za za mkewe katika kumkidhia tendo la ndoa. Jambo ambalo wanamume wengi hawana hilo. Wanahisi akimaliza haja zake kwa mkewe, maadamu alimuoa na kulipa mahali, hana sababu ya kushukuriwa kwa jitihada aliyoifanya. Hilo ni kosa. Hiyo sio uboreshaji wa ndoa. Namna ya kuboresha ndoa, mshukuru mkeo kabla, mbembeleze, wakati wa tendo msifu, na baada ya tendo mshukuru na kumsifu.
unamfanya mwanamke analazimika kujifunza vionjo vingine ambavyo vinakutosheleza katika yale maisha yenu ya kila siku ya ndoa. Atatafuta vitu vya kuviboresha kila mnapokutana, ikiwemo kubadili staili ya kitanda, namna atakavyokaa yeye na kukuridhisha wewe kwa maana ya staili za kukutana, lakini pia vionjo vidogo vidogo ambavyo wewe vitakupelekea kuona kwamba kweli kweli mke wangu ana mapenzi ya dhati na anajibidisha kuhakikisha kwamba ananipa ile ladha ya ndoa ambayo naitaka. Wanamume wengi wamekuwa na shida ya kutokuwa shukuru, ya kutokuwa sifu, wala ya kuwazungumza vizuri pale anapokuwa amekidhiwa haja ya tendo la ndoa. Mwanamke anahitaji sana kusifiwa, anahitaji sana kuzungumzwa vizuri, kwa sababu anafanya mambo mengi, unatakiwa umsifu. Lakini pia mwanamke ana kitu kingine anapenda. Mwanamke ndio mlezi wa watoto wako nyumbani. Mwanamke ndio mlezi wa familia yako nyumbani. Yaani wewe kama wewe katika masaa 24 unakaa na watoto masaa yasiyozidi 10 au 8, na katika hayo mengi unakuwa umelala. Mwanamume mengi anakuwa kalala. So mwanamume anaweza kutoka kwenda kazini saa 12 asubuhi, akarudi kazini saa 11 jioni. Akifika anakwenda gym na kwenye mambo mengine, arudi saa 2 usiku, anakula, anakaa na watoto masaa 2 matatu, watoto wamekwenda kulala kwa sababu wanawahi shule, alafu mama ndo anashinda nao mchana kutwa, mama ndo anafanya nao haya na haya. Sasa hebu fika mahali, ongea na mkeo, mshukuru na msifu kwa namna anavyoweza kuiendesha familia ukiwa haupo. Yaani muonyeshe mkeo kwamba wewe ni vice wangu kweli, wewe ni msaidizi wangu kweli, kwa sababu kwa hali unayoifanya juu ya watoto wetu, lao ningelikuwa mimi kuna vitu nisingeviweza. Kwa sababu wewe ukiondoka mkeo anawapikia chakula, wewe ukiondoka mkeo anawaogesha, wewe mkiondoka mkeo anawachunga watoto kuona wako wanacheza mazingira salama ama la. Wewe ukiondoka ana vitu vingi vinapita, wanahitaji zawadi, vitu vidogo vidogo watoto ambavyo wewe usingeweza, lakini yeye ana minimize budget ya chakula, angalau abaki na kitu cha kununulia ima pipi ama karanga ama ubuyu. Yaani mtoto afike mahala asione mtoto mwenzake anapata kitu ambacho yeye hakipati. Afike mahala aone anachopata mwenzake na yeye anapata. Hii yote anaifanya mama nyumbani. Baba, una haki na wajibu wa kumshukuru mkeo kwa namna anavyoilea familia yako nyumbani, kwa namna anavyowajali watoto wako nyumbani. Lakini inawezekana nyumbani kwako kuna mama yako mzazi, kuna mama yake, inawezekana nyumbani kwako kuna dada zako ambaye ni wifi zake, inawezekana nyumbani kwako kuna kaka yako mwenye umri mkubwa ambaye yeye ni shemeji yake, au inawezekana kuna wadogo zako ambao yeye ni mashemeji zake. Hawa wote hawa anaishi nao nyumbani, yeye ndo anakuwakilisha katika maisha ya kila siku. Lazima upate muda wa kumuonesha mkeo kwamba wewe ni strong woman, wewe ni mke bora kwangu, mke madhubuti, unakwenda sawa na mahitaji ya familia. Wanamume wengi hilo hawana, lakini ni moja vitu ambavyo vinatengeneza chachu ya ndoa au vinaboresha ndoa. Lakini kitu kingine ambacho mwanamke anakipenda kuhakikisha kwamba anaboresha ndoa yake, mwanamke anapenda kuoneshwa kupendwa mbele ya watu wengine. Yaani mwanamume ufike mahali umuoneshe mke wako unampenda mbele ya mtu yoyote, iwe mzazi wako, iwe familia yako, iwe watu wa nje, iwe yoyote yule unayekutana naye. Mwanamke anataka wewe mwanamume umuonyeshe kwamba yeye ndio namba 1 kwa watu wote ulio nao karibu nao. Kwa nini? Anapenda kuonyesha anapendwa. Kwa hiyo tengeneza mazingira, mkiwa mnatoka mshike mkono mkeo. Yaani tembea naye umemshika mkono, tembea naye umemkumbatia, tembea naye katika mazingira ya kumuonyesha uko naye karibu. Cheza naye. Yaani mke anahitaji kucheza na mume. Usimfanye mwanamke mkeo aishi na wewe kama vile askari wako kwenye paredi, katika paredi, kwamba platuni paredi siyo mtu gani kamanda akitoa amri mguu sawa na wao mguu sawa, mguu pande wao mguu pande, nyuma geuka wao wanageuka.
mkeo mfanye kuwa rafiki yako, kipenzi chako. Yani anatamani kuona mara umemshika, mara umemkumbatia, mara umemkisi, mara umemsifu, mara umemchokoza, mara umemchokora. Yani hivi vitu vinamfanya mwanamke ahisi kabisa kwamba na mtu ambaye moyo wake una mapenzi na mimi. Na hivi usiogope kuvifanya hadharani na nje ya hadharani, ila tu vile ambavyo vinatakiwa kufanywa katika sehemu za faragha, hivyo usivifanye hadharani. Lakini vile vinavyoweza kuonyesha kwamba mapenzi yako kwa mkeo ni makubwa, kumkumbatia, kumshika mkono kwa maana ya kumuhagi, kumshika mkono, kumchumu, hili sio jambo la ajabu. Mpe nafasi mkeo hata alale miguuni. Yani wakati mwingine usilazimike umerudi kazini unaenda kutafuta michezo ya kufanya, karata, bao, mpira, ujinga gani, usifanye hilo. Fika mahala siku kaa nyumbani, mwambie mke wangu leo nataka nikufumue nywele. Yani unachukua chanuo unamfumua nywele mkeo mpaka zinaisha, unamchana vizuri, unampaka mafuta, unamfunga mafundo mawili, alafu unamwambia ngoja nikupige picha kama Fido Dido, nimekupenda. Yani yeye inamvutia. Kwa sababu mwanamke anatamani kuona unamfanyia kitu cha ziada. Mwanamke ni kama mtoto, anatamani kucheza na mzazi wake. Kwa hiyo wewe baba unatakiwa uonyeshe mapenzi ya dhati kwa mkeo. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo mwanamke anatakiwa kuyafanya kwa mwanamume. Mwanamume anatakiwa kuyafanya kwa mwanamke. Mwanamke anapofanyiwa haya na mwanamume, mwanamke hujenga furaha na mapenzi sana. Mwanamke hufikia mahala akamuona mumewe ni kitu cha faraja kuliko kitu chochote. Stresi zake zinaweza zikamfanya zisimuumize kwa sababu ana kitu cha ziada anapata. Lakini kitu kingine ambacho ni muhimu sana kwa mwanamke kufanyiwa na mwanamume ni kuhakikisha mwanamume anamridhisha mkewe katika tendo la ndoa. Na hili ni tatizo kubwa sana kwa wenzi wawili, ima kwa shida za maradhi au kwa sababu za kisaikolojia au kwa sababu za kutokutambua thamani ya ndoa. Hakuna jambo la msingi na bora kuliko lolote katika ndoa ni tendo la ndoa. Hivyo basi, pamoja na yote haya unayoyafanya, wajibu wako mwanamume ni kuhakikisha humuachi mkeo ila umekidhi haja zake, bila ya kujali jambo hili unalifanya mara 2 kwa wiki, mara 1 kwa wiki, mara 3 kwa wiki, kila siku, lakini utalifanya jambo hili kwa kuzingatia kukidhi haja za mwenzako. Wanamume wengi wamekuwa na shida katika sekta hii. Anafikia mahala anaingia katika hadhi ya tendo la ndoa, anakwenda kujiridhisha badala ya kujua kwamba anachokifanya kinahitaji maridhiano ya pande mbili. Na kwa bahati mbaya sana mwanamke anachukua muda ili kuingia katika akili yake yote kwamba sasa niko katika tendo. Jambo la kwanza, mwanamume unapaswa kumpa muda mrefu mkeo kucheza naye. Ni kosa hasa katika Uislamu kutembea ama kuwa na mkeo katika tendo la ndoa kama unakimbiza pikipiki mbovu. Nisikilize vizuri ndugu yangu. Ni kosa katika Uislamu kukutana na mkeo kama unaendesha pikipiki mbovu. Yani unalivuta unalikimbiza, umedandia, unakwenda. Katika sheria ya Kiislamu hilo halipo. Lakini hata katika kanuni za mfumo wa ndoa hilo halitakiwi. Mwanamume anatakiwa kumpa muda wa kucheza na mkewe taratibu, kwa hatua, na atafute zile pointi zote ambazo mke zinamfanya awe active katika tendo, na afikie hatua hasa mwanamume aone sasa mke wangu ana mahitaji ya jambo. Ataonyesha kwa sura, ataonyesha kwa mihemo, ataonyesha kwa macho, ataonyesha kwa vitendo, na wewe utafanya kazi ya kuendea tendo hili hali ya kuwa yeye anaenjoy na wewe unaenjoy. Na usikurupuke baada ya kumaliza tendo, wewe ushakurupuka, unaenda kutafuta nguo, unaenda kutafuta maji, unaendelea na shughuli zako. Hebu tulia baada ya tendo. Katika makundi yote mawili wanamume wengi wamekuwa na madhara hayo, na ndiyo maana leo kama utafanya research katika kila wanawake 10,
wanawake wanne hawafiki katika kilele cha tendo la ndoa kwa sababu wamekutana na wanamume wazembe wasiojua thamani ya kuwafikisha kwenye tendo la ndoa. Hivyo basi, wewe ndugu yangu ambaye una mkeo hapo nyumbani, wewe ndugu yangu ambaye unatarajia kuingia katika ndoa, ujue kwamba msingi wa ndoa ni tendo na msingi wa tendo ni kilele. Kama huwezi kumfikisha mkeo kileleni, unatengeneza ombwe la kuondoa mapenzi, unamtia mke hasira, na hivyo unapunguza mapenzi yake kwako. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kufahamu hili katika kina baba. Kilele cha ndoa ni kufanya tendo la ndoa na kumfikisha mwenzi kilele. Sasa sio wewe una haja unamaliza ya kwako, baada ya dakika 2 unaaga unaondoka. Hakikisha kama mkeo anahitaji kukaa zaidi ya mara moja ili yeye aweze kuenjoy, basi mpe hiyo nafasi, hakikisha unaitendea haki. Na niseme tu, miongoni mwa vitu vya msingi ambavyo unapaswa kuvifanya kabla ya kujielekea tendo lenyewe ni usafi. Mwanamume unapaswa kuwa msafi. Sio kwa sababu we baba una haki ya tendo la ndoa ndio ukifika ndani hujaoga, hujajisafisha, hunukii manukato, umekuwa kaa beberu la mbuzi, madhari tu ushamuoa, basi wewe unataka tu kukurupuka. Harufu yako mbaya inamfanya mwanamke anapoteza hamu ya tendo la ndoa. Harufu yako mbaya inamfanya mwanamke ana lose appetite ya tendo la ndoa. Ili umfanye asilose appetite ya tendo la ndoa, ni wewe kuwa msafi, kunukia, kupata muda wa kutosha wa kucheza naye na kumaliza kiu yake mpaka katika hatua ya mwisho, ili kuenda sawa na haja ya mazingira ya tendo la ndoa. Naam. Elimu hii haipatikani sehemu nyingine yoyote isipokuwa ZVP Online TV. Imani yangu mimi kwa wewe mtazamaji, utakuwa umeweza kujifunza vitu vingi sana, hususan kwa wewe mwanaume umeweza kujifunza vitu vingi sana alivyoviongea Alhaji Dr. Sule, na imani utachukua elimu hii na kuiweka katika matendo kwa ajili ya kuweza kuboresha ndoa yako. Tukirudi hapa tutagusia pia upande wa wanawake, ni vipi ambavyo ama ni vitu gani ambavyo wanaweza kuvifanya na kuboresha ndoa zao au kuweza kuongeza mahaba na furaha katika ndoa zao. Hii ni ZVP Online TV. Nilikujuza kwamba tukirudi hapa tutapata kumuuliza baadhi ya maswali shekhe aweze kugusia basi kwa upande wa kina mama pia aweze kupata elimu hii, kwa sababu tumetoka kugusia kwa kina baba na kuweza kufahamu vitu vingi ambavyo mume unaweza kuvifanya, lakini pia kuongeza furaha katika ndoa yako pamoja na mahaba. Sasa tunaenda kwa upande wa kina mama shekhe. Tumegusia upande wa kina baba, tumeweza kufahamu vitu vingi sana. Sasa tugusie na upande wa kina mama. Ni yapi ambayo wanaweza kuyafanya wakaongeza furaha kwenye ndoa zao? Naam, kwanza nitumie fursa hii kuwashukuru watazamaji wetu kwa namna ambavyo wanaendelea kujifunza katika kipindi chetu hiki muhimu kabisa cha maboresho ya ndoa na namna bora ya kutatua migogoro ya ndoa ama changamoto za ndoa. Niseme tu hata kwa kina baba sijamaliza. Bado tuna vitu vingi ambavyo baba anapaswa kuvifanya kuhakikisha anaongeza ladha ya ndoa yake, anaiboresha ndoa yake. Tutaendelea kuvieleza. Lakini kwa upande wa kina mama nao niseme tu una vitu vingi ambavyo wanawake wanajua wanapaswa kuvifanya ili kuweza kuiteka soko la ndoa yake na kuweza kufanya ndoa kuwa ni mahala pa utulivu na kumfanya mwanamume awe ametulia kiasi ambacho jamii iseme kapewa dawa za limbwata. Kuna watu wanajidanganya mwanamume anaenda kuchomewa dawa alafu ndo unamkamata. Hamna hiyo kitu. Yaani viko vitu mwanamke akivifanya automatically mwanamume anakuwa mtumwa kwa mwanamke, kwa sababu hakuna mkate mgumu katika chai. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Yaani hata ingekuwa boflo ya Zanzibar, ukiloweka kwenye chai lazima hiyo boflo ilegee. Na mwanamume kwa mwanamke lazima alegee. Kipindi kijacho nitazungumzia kwa kina vipi mwanamke atamfanya mumewe kama mkate ndani ya chai. Acha kutumia mizizi, silaha unayo. Wabillahi taufik.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Acha kutumia mizizi, silaha unayo. Sasa miongoni mwa silaha hizo zote utapata kuzijua hapa ZVP Online TV. Sio wewe tu, hata mimi nina hamu kubwa ya kuweza kuendelea, lakini ndio hivyo, muda umetutupa mkono. Lakini nikusihi, bado unayo nafasi kubwa ya kuendelea kuwa mwanafamilia wetu kwa ajili ya kuweza kupata elimu hizi pale ambapo tunakuwa tumeziweka. Ni kitu kimoja tu ambacho kitakufanya wewe upate elimu hili: kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare, uwe mtu wa kwanza kupata taarifa hizi tunapokuwa tumeziweka. Naomba niweke nukta hapa, tukutane wakati mwingine. Jina langu mimi ni Farida Saif, lakini sijamsahau mpiga picha wangu anaitwa Saidi Zuberi. Wabillahi tawfik.